Na vitisho vinavyozidi kuongezeka vya upotoshaji, taarifa za uongo na kutiliwa chuku kwa maudhui ya mtandaoni ni masuala yaliyoangaziwa leo huku kongamano la sekta ya vyombo vya habari Afrika la mwaka 2026 liking'oa nanga jijini Nairobi. Akihutubia wajumbe waliohudhuria hafla hiyo, katibu katika idara ya utangazaji na mawasiliano Stephen Esaboke alisema bara Afrika lazima lipigie jeki haraka iwezekanavyo mifumo ya habari katika hatua ya kulinda demokrasia, imani ya umma na uadilifu katika enzi hizi za sasa za kidijitali. Miito ya kukabiliana na vitisho vinavyozidi kuibuka vya majukwaa ya kidijitali yasiyothibitiwa ilisheheni wakati wa kikao cha ufunguzi wa kongamano la kila mwaka la sekta ya vyombo vya habari vya Afrika, huku wadau wakitahadharisha kuhusu kufifia kwa imani ya umma na tishio kwa demokrasia kutokana na taarifa za uongo. Suddenly now we are not, it is in less than 1% of the world are people accessing whether they can access information. It is the integrity of that information that is at stake and that we must reflect about. Katibu katika idara ya utangazaji Stephen Esaboke aliwaambia wajumbe kuwa mageuzi ya kidijitali yamechangia pakubwa jinsi ya habari zinavyotayarishwa, kusambazwa na kutumiwa. Kwa hivyo ipo haja ya kuwazia upya mbinu za kudhibiti na uwajibikaji. The future African media ecosystem must therefore reset on 3 pillars. Number 1, trust, safeguarding credibility and public confidence in the information systems. Katibu Esaboke alikariri kuwa kutokana na upanuzi wa teknolojia, jamii iko kwenye hatari kubwa ya kupotoshwa. Kulingana naye, Wakenya wengi bado hukumbwa na changamoto ya kubainisha wanahabari halisi dhidi ya maudhui yaliyozalishwa na akili unde almaarufu AI. We really have to choose truth in the midst of all this confusion, especially when there's so much, sometimes deep fakes and all that, and sometimes you have to fact check before you actually authenticate whether what you're reading online is fact or fake. In Africa, we have witnessed how coordinated disinformation campaign distort public policy debates and public policy in making, scare away investment. Kongamano hilo linatarajiwa kuendelea hapo kesho. Joseph Wahungu, Darubini.